linaloongoza ni kuishi au maisha yasiyompendeza Mungu au dhambi. 2 ni kutosikiliza vizuri maelekezo juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Jambo la 3, kukosa shauku au hamu ya kujazwa Roho Mtakatifu. Kukosa shauku au hamu ya kujazwa Roho Mtakatifu. 4, hofu au kutokuamini. Hofu au kutokuamini. Hofu au kutokuamini. 5, elimu au ufahamu potovu. Sijui ni potovu au potofu ambao mtu aliwahi kuupata kumhusu Roho Mtakatifu. Elimu au ufahamu potofu ambao mtu aliwahi kuupata kumhusu Roho Mtakatifu. Na la mwisho kwenye maandalizi yangu, lakini sio mwisho kabisa, ni uchovu au msongo wa mawazo juu ya yale mtu anayopitia. Biblia inasema kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi hii yanasemwa na mtumishi wa Bwana Petro, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Ahadi gani? Ahadi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Aliyeahidi ni Mungu asiyewahi aweza kusema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo tukiona mtu ameokoka anachelewa au hajazu, ndio tunasema ndio tunayoitafuta sasa hapa, ili kwamba tupate ufumbuzi wake, ili kwamba tukijaa Roho Mtakatifu tunapokuja hapa, ukiimbwa wimbo, watu wakisogeza mbele za Bwana, tunatamani wote tujazwe Roho Mtakatifu. Na nataka nikwambie hapa ndani, wote tukijazwa Roho Mtakatifu, moto utakuwa ni moto likubwa. Bwana asifiwe. Na nikisema hivi wapendwa, ninakumbuka Azusa. Kanisa letu sisi msingi wake ni pale Azusa, Marekani, katika karne ya 19 kwenye chuo cha theolojia. Wakati wanafunzi wanasoma, mwanafunzi mmoja aitwaye Suzana akauliza swali, mwalimu, kama Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, kwa nini sasa hivi hatujazwi Roho Mtakatifu? Akasema mwalimu ya kwamba tukiamua hapa tukamuita Bwana, tukamtukuza Bwana, nataka nikuambie wanafunzi wote tutajazwa Roho Mtakatifu. Wanafunzi wakamkodolea macho mwalimu, akasema ya kwamba ninawaambia, tukiamini sawa sawa na neno la Bwana, hata leo tutajaa Roho Mtakatifu. Maana Biblia inaposema walio mbali na walio karibu, yani maana yake ni kutoka Yerusalemu mpaka Tanzania. Walio mbali na walio karibu ni kutoka wakati ule wa Pentekosti mpaka leo. Watu wanajazwa na Roho Mtakatifu. Wanafunzi wake wakasema, Bwana, tuko tayari. Wakamwambia mwalimu, tuko tayari. Wakamuita Bwana, wakamuita Roho Mtakatifu pale Azusa, karne ya 19, wakamuita Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akatokea. Hebu sema akatokea. Akatokea.
Bwana Yesu asifiwe. I say, wanafunzi wale wakajazwa na watu wakaja madirishani, wakaingia ndani nao wakajazwa. Kila aliyekuja mule ndani akajazwa, watu wakajazwa. Unajua sio masaa matatu, unajua sio siku tatu, unajua sio wiki tatu, unajua sio miezi mitatu, miaka mitatu pale Azusa Marekani. Ndipo nakwambia kila aliyeingia pale alijazwa. Wakatoka wakina George Simon, wakaenda wakapeleka neno la Mungu, kila mtu akaenda alikotoka. Ndio chimbuko la neno hili Assemblies of God, yaani maana yake mkutano wa watu wa Mungu waliokutana pale Azusa Marekani. Sisi hapa kwetu niingia mwaka 27 pale Igale Mbeya. Nataka nikwambie watu walikuwa wanajazwa. Bwana asifiwe. Amen. Na nilimsikia mchungaji Titus wakati wa msiba wa mzee wetu Emmanuel Lazaro. Sikujua Emmanuel Lazaro ndiye aliyemuongoza sala ya mchungaji wangu. Nikamwambia mchungaji, kumbe ni babu yangu hasa, maana na mimi ndiye niliwekewa mkono na Titus Mkama. Alikuwa anasema mchungaji Lazaro alikuwa hana haja kukuwekea mkono, anakuambia tupokea Roho Mtakatifu. Tunaitaka hali hiyo itokee kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitaka hali hiyo itokee kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anaingia na kukaa mahali pasafi. Isaya 57 mstari wa 15 anasema, nakaa mimi mahali pa mtu ambaye aliyetubu, aliyenyenyekea. Bwana asifiwe. Mwenye moyo wa unyenyekevu. Mahali ambapo pa mtu aliyetubu, maana yake aliyebadilika, aliyegeuka. Anasema hapo ndio mahali ninapokaa, ninapotaka kukaa. Bwana anatamani kukaa ndani ya moyo ya mahali ambapo ni safi, mahali ambapo mtu amebadilika, mtu ambaye amegeuka na kuweza kubadilika. Kweli Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Roho Mtakatifu ni mvumilivu sana. Huwa ni mvumilivu, anavumilia, haondoki upesi. Lakini maisha, tabia isiyompendeza Mungu inamzuia, inamfanya Roho Mtakatifu akae mahali. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaweza akaje hapa akiwa anatamani kujazwa Roho Mtakatifu kabisa. Nazungumza wewe ambaye hujajazwa Roho Mtakatifu, lakini pia wewe ulijazwa Roho Mtakatifu, umepita kwenye ukavu, kwenye milima mingi, unatamani ujazo ule wa kwanza, unakuta ya kwamba bado huwa hautokei. Wakati mwingine kutokusikiliza maelekezo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono namna hii. Nataka nijue kwamba tuko pamoja. Punga namna hii. Ishara hizi zitakapo kutokea, fanya kama uonavyo vema. Ujazo wa Roho Mtakatifu tunasema, ili ujazwe Roho Mtakatifu anahitaji unapokuja hapa uanze kusema. Mara nyingi huwa sio formula, lakini tunaambia sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Yaani unasema. Sasa unaposema Roho Mtakatifu anakuja, anakamata ulimi wako. Na akikamata ulimi wako ndicho anachosema, fanya yale yanayokuja. Wewe sema, wala hutatukana. Usikazane kusema asante Yesu, asante Yesu. Au wengine wanapokuja tu hapa mbele unakuta yuko, yaani kama vile mtu amefika sheni. Yaani ukifika sheni wewe unafungua tu ile bonnet, mtu anachukua, wewe umekaa tu umetulia. Roho Mtakatifu hataki hayo. Anahitaji ushirika na wewe. Anahitaji ushirika na wewe.
anahitaji ufanye kitu, anahitaji ufanye kitu. Sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu, sante Yesu. Nakwambia unakuja hapa unajiaza, utakuta umekuja na wenzako wala hawajazi, lakini wewe ukija hapa, mimi nilipoyasikia maelekezo mazuri, nataka nikwambie sikuchelewa. Hata na wewe ukisikiliza maelekezo vizuri, unapokuja hapa, wewe fungua mdomo, achilia moyo wako, achilia mdomo wako, sema kama wanavyokuelekeza. Maana kuna watu hapa nyuma wanakuelekeza, mama endelea kusema, sema. Lakini Roho Mtakatifu yupo, na kuambia yupo kwa wale ambao hawajawahi kujazwa Roho Mtakatifu, na yupo kwa ajili ya wale waliokuwa wamejazwa Roho Mtakatifu lakini wakapita kwenye jangwa fulani. Roho Mtakatifu yupo, lakini Roho Mtakatifu yupo hata kwa wale ambao wanafurika. Asubuhi ya leo Roho Mtakatifu yupo, inategemea shauku ulio nayo kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao tayari wamesha kuchoka Roho Mtakatifu. Ukishasema Roho Mtakatifu asema ule ndani. Lakini kama unakuja na bubujiko ndani, nataka nikwambie yule mwenye bubujiko utakuwa unaongezewa bubujiko. Ile Matendo 4:38 tuliyoisoma, sio kwamba watu wale walikuwa hawajajazwa Roho Mtakatifu, lakini walipofika mahali pale wakamkumbusha Bwana, wakazinena habari kwa nguvu zote. Biblia inasema mahali pale pakatikiswa. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu huleta mtikisiko mahali alipo. Hapa panaweza pakatikiswa na wote tukajaa Roho Mtakatifu, wote tukanena, wote tukafurika, wale waliojazwa na wale ambao bado hawajajazwa. Nataka nikwambie panaweza pakatikiswa mahali hapa. Bwana waamini waonyeshe mkono. Punga mkono ndani. Unaamini kwamba Bwana anaweza kuleta mtikisiko hapa? Unaamini kwamba Bwana anaweza kuleta mtikisiko tena asubuhi ya leo? Mahali hapa pakatikiswa na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Unaamini? Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi ninaamini kwamba Bwana anaweza akatikisa tena mahali hapa na watu wakafurika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Waliojazwa na ambao hawajajazwa. Lakini jambo la 4 tulisema ni hofu au kutokuamini. Hofu au kutokuamini. Unajua wengine wanaogopa. Walishaambia kwamba Roho Mtakatifu sijui ni kama unapata imani fulani, unaenda kununua wewe pale mbele. Unaenda kununua kichaa pale mbele. Sijui unafanya namna gani? Au mwingine anasema akienda pale mtaanguka kama yule mama fulani pale alianguka, au yule baba fulani mahali pale nitaanguka. Au mwingine anasema je, naweza nikaenda? Wengine wanajazwa, mimi sijazwa. Usije na hofu ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema siku ya leo njoo tujae Roho Mtakatifu. Kwanza ukatubu dhambi zako sawa sawa na neno la Mungu, Matendo 2:38, lakini yatendee kazi masharti utakayo pewa na wahudumu, kwamba omba usikae kimya, lakini weka shauku au hamu juu ya Roho Mtakatifu. Lakini pia usiogope, muamini Mungu kwamba unakwenda kujazwa. Mikono yako, naomba mlango ule urudishwe. Wale wote walioko nje tuingie ndani. Nashukuru ya Bwana. Wale wote walioko nje pale, ingia ndani mtu wa Mungu. Ingia ndani. Asante kwa watu wote wamesimama. Mungu awabariki. Ndio nalipenda sana ile kanisa. Bado tunaendelea kuimba, lakini nawaomba watu 10 sasa waliojaa vizuri
sawa sawa na watu waliotoka hapa mbele, wakae mbele ya hawa watu 10. Tukiendelea kusifu hapo, nataka watu 10 wakae mbele ya hawa watu.